bunduki, rais wa bunge la mwananchi, na wacha kwanza tuchukue fursa hii kwa sababu tuko na marafiki wapya ambao wanajumuika pamoja nasi kama ndugu wetu hapa Olingo Bozambe ni jana yes. Huyu ni former amekuwa bunge la mwananchi ya Jacaranda muda mrefu kabisa. Mimi nimempata pale na ameamua tufanye kazi pamoja na pande hii. Karibu. Haya, pande hii pia kuna ndugu yangu pia ambao pia ametutembelea. So tutafanya kazi zako kwa ba. So hapo ukikuja tunafanya kazi ya umoja. Sawa. Number one, mimi nataka nishukuru sana Daktari William Semera kwa sababu mtu anapinga mambo ya Nyota Fund. Yeye mwenyewe haja apply kwa sababu aliambiwa na Gachagua ati hiyo kitu ni uongo. So yeye pia amechukua Gachagua, ni vile Gachagua amesema. Mwingine pia amekosa ku apply kwa sababu Sifuna alimwambia ati hizo ni pesa ya pepo. So akaacha kuona apply. So anakuja kulia sijapata. Si kila mtu anapata na si kila mtu anaenda mbinguni. Mimi sijapata na sinunguniki. Na mimi ndio mtu ya William mtu tutam damu. Na sinunguniki kwa sababu si ku apply. Number 2, si kulipa deni ya Hustler Fund. So lazima nilipe deni ya Ruto ndio nipewe Nyota Fund. So uweze kuwa ati mtu amekuja hapa ati niko na deni ya Nyota Uwezo Fund ama inaitwa Hustler Fund. Then anataka kusema hakuna, lipa kwanza deni yetu ya Hustler Fund ndio upate Nyota. Na Nyota ilipi deni ya Hustler Fund. Unalipa kwanza deni yetu ndio upate Nyota Fund. So pongezi sana Excellency William Ruto. Yes. Zaidi ya kaunti 47 leo kila kaunti tulikuwa na programu ya Nyota Fund. Tunauliza Uhuru Kenyatta, tunauliza Kibaki, tunauliza Moi, pesa iko wapi ya Nyota Fund yenu? Huwezi kudanganya ndugu zangu. Ruto ni rais ambaye kuna akili. Ndugu yangu, mtu auze kuku. Yes. Akuwe mbunge. Yes. Akuwe minister. Yes. Akuwe deputy president. Yes. Akuwe president. Yes. Then unaimba one time. Unless binguni si Kenya. Binguni Raila iko hapa. My friend, pia binguni umesikia baba pia kwa binguni anakungoja. Ndugu yangu, tuache kudanganyana. Excellency Rais William Ruto ako na mpango kabambe, ako na mpango na taifa la Kenya. Yes. Ruto anataka kufanya Kenya ikuwe nchi ambayo pesa inasunguka. Ruto ako na haja ya kutransform Kenya. Yes. Lakini wale ambao wanaibia jamii yao kama Mheshimiwa Excellency Gachagua hataki mambo kama haya. Kwa sababu gani? Wakati Ruto analipa vijana atakosa vijana ya kutumia. Wakati Ruto analipa vijana watakosa kudanganya vijana. Huyu ndio rais wa kwanza kujua ya kwamba vijana lazima akwamiwe na anatukwamua. Kweli. Leo kila mtu alikuwa anapanga. Mudavadi alikuwa Kakamega, Omola alikuwa Marsabit, wengine walikuwa Mombasa kwa sababu program la Nyota. Ndugu yangu William Ruto, the son of nobody. Yes. Huyu Ruto wetu ni mwacheza my friend. Ruto ni 10 bila break. Na hiyo ni bila my friend. Kama uko one term, katwa one term. But zoea Ruto miaka 10. Hiyo ndio zoea Ruto. Kama Ruto anapesa pata karibu 20 billion ama 12 billion ya kupeana ya Nyota Fund. Kwani sisi pesa ilikuwa inaingia mfuko na simbuko ya wanaume. Walikula. Wanachukua wanaweka kwa banki hii, wanaenda wanavithibitisha ngambo. Then wanakuja kudanganya. My friend, Ruto ako na agenda na taifa la Kenya. Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana tuko nyuma yako kwa sababu agenda yako ni nzuri kwa vijana. Yes. Sasa hii kuna mama kesho anarauka wapi? Kikomba. Kesho mwingine anarauka wapi? Marikiti. Then wewe uko hapa unatupigia story, Ruto one time. My friend, one time imba kwa kitanda yako na bibi yako. Wana agenda. Ruto ni two term. Na hapo kwa kitanda pia kama ni one term jirani atakusaidia. My friend, mambo ni two term. Mambo ni two term kwa kitanda, mambo ni two term kwa Rais William Ruto. Mtu ya one term lazima asaidiwe. Kabisa. Vitu ni two term. Atunaambia one term gani? My friend, Ruto ako na agenda na Kenya. Tunataka kuambia Ruto, rais wetu, yale kazi ambayo unafanya tunauliza. Saa hii 47 county affordable inajengwa. Tunauliza kwani hii pesa inatoka wapi? Uhuru amekuwa, Kibaki amekuwa,
Kumbe hii ndio pesa ndio walikuwa nao wanatudanganya nayo hapa Mlima Kenya. Wanaiba, wanapeleka kwao. Wanaiba ati loan, kumbe si loan. Kumbe ni pesa ya Mkenya anaibiwa. Pesa ya raia wa chini. Ruto akipeana, Ruto mbaya. Ruto peana pesa. Yes. Tuko nyuma yako. Pesa ni ushuru yetu na sisi ndio inarudi kwetu. Arudi kwa wakora. Wacha kudanganya sisi my friend. Watu wanasema sisi ni tajiri, kumbe ni tajiri kwa sababu gani? Kibaki alikuwa anachukua, anapeana. Ruto akichukua akipea kabila fulani, Ruto ni mbaya. Inawauma. Ruto akipeana kabila fulani, Ruto ni mbaya. Ruto akifanya maendeleo Nyanza, anyinya mko chagua Ruto. Ati Ruto akipeana kiti fulani, hiyo ni kiti yetu. Kwani kuna kiti ya kabila fulani? Hakuna. Na nauliza kuna kiti ya kabila fulani? Hakuna. Maido rais wa mara kwanza, rais ambaye amepeana mawaziri watatu, William Ruto peke yake. Waziri watatu kutoka Rift Valley. Only 3. Uhuru alipeana ngapi? 12. Ilikuwa ni Central. Ruto amechukua watatu. Zingine amegawanya kwa kabila zingine. Tunakuona Kibaki. Then uko hapa unasema Ruto ni mkabila. Wewe ndio mkabila, wewe ndio uko na kila ambaye imekwama, kila ambaye kuna uchi. Waje kudanganya my friend. Potelea mbali. Kiongozi wetu, rais wetu, yule rais ambaye ako na agenda, ile rais ambaye anapeleka Wakenya Singapore, ni Excellency Daktari William Ruto. Huyo ndio kiongozi wetu. Waje kudanganywa ndugu yangu. Nyota Fund ni program nzuri. Ukiweka Uwezo Fund, uweka Youth Fund, Women Fund. Yes. Angalia hizo pesa zote ambazo inasunguka. Hiyo pesa ikipeana yote kila mtu ni tajiri Kenya. Kila mtu tajiri. Kila mtu anapata kila kufanya. Yaani mnadanganywa ati Ruto, my friend. Ruto ukishachaguliwa tunataka kufanya amendment uende 14 years. Yes. Ukitoka 14 years aende 28. Tena upe maeneo nyingine. Hivyo. Ruto ndio dawa yao. Yeah. Darundi hakuna maendeleo. Yes. Ruto amekuja na kitu ambacho inaitwa New Funding Model Education. Ya kwamba wewe kama ni tajiri, somesha mtoto wako. Yule maskini apate funding ya kusomesha mtoto wake. Apewe nafasi yake. Ruto ni mbaya. Hiyo ni fair. Si Kibaki alikuwa? Alikuwa na favor watajiri kutoka kwao. Si Uhuru amekuwa? Alikuwa na favor watajiri kutoka kwao. Si Ruto amekuwa? Ruto amekataa mambo ya tajiri. Kama wewe ni tajiri Mkalenjin, somesha mtoto wako. Maskini Mkalenjin apate funding education. Kweli. Maskini ya Luo Nyanza apate funding education. Tajiri ya Luo Nyanza asomeshe mtoto wako. Then Ruto anasema Ruto mbaya. Huyo ndio dawa yenu. Ruto ndio kiongozi ambaye anatoa kasumba ya watu tajiri wa kuibia maskini. Kabisa. Ruto ndio rais wa maskini. Ruto ni rais wa chochole. Then uko hapa unatupigia kipindi my friend. Daktari William Ruto, we are happy. Wakati unafanya vitu zako sisi tunafurahi sana. Mtu akileta ujinga, wewe toa order kama rais, toa order. Mtu akileta ujinga, toa order. Tumfinye kabisa pana bebeleza. Yes. Weka dikteta kidogo tu. Weka dikteta kidogo tu. Kwa mbali. Weka dikteta kwa mbali tu. Wakileta ujinga wafinye kidogo. Na wakileta jinga, anza kuwashika Friday jioni wanalala cell. Wapatane kwa koti on Monday. Kamata Friday. Wakileta jinga kamata Friday. Friday hivyo. Hadi waingie line. Ruto ndio kiongozi ambaye anajali maskini. Yes. Ndio maana watajiri wanalia. Angalia kama mambo ya majani chai na kahawa. Uhuru na Gachagua wamekuwa wanaibia Wakikuyu hapa. Wanapeleka Dubai. Na mambo ya sukari na mambo ya maziwa. Sasa William Ruto ametoa mambo ya kupusi ya kuibia Wakikuyu mambo ya kahawa, wanakasirika. Leo hii serikali ya William Ruto yenye wanapinga Ruto wanauza kahawa kilo moja shilingi 158. Unanipata vizuri? Serikali ya Uhuru Kenyatta bani mkukume zao walikuwa wanauza kahawa shilingi 30, shilingi 40, ikienda sana shilingi 75. Hii ni William Ruto Mkalenjin wanapinga na ndio bei ya majani chai imepanda. Bei ya kahawa imepanda kwa sababu ukasumba na siasa duni. My friend, we must respect our president Daktari William Ruto. Yes. Hii siasa njinga tutakubali my friend. Daktari William Ruto chapa kazi. Chapa kazi. Don't involve police kwa mambo ya vurugu. Vurugu waachie sisi vijana. Watushike. Vurugu tuachie. Kama kuna mtu anataka kufanya discipline, ndio askari tupe jukumu, tupe discipline. Kenya mzima imeingia line ya Ruto. Ruto akisema left, unapiga right kama uko kwa kitanda yako. Left. Watu ready? Ruto akisema right ni right. Yes. Lazima tulinde Ruto. Kabisa. Kama Ruto anakutetea wewe jamii Mlima Kenya. Kahawa bei iko sawa. Then unawaambia pinga Ruto. Kama unataka sisi kabila, Ruto ndio mkabila. Wacha niwakumbushe. Mkijaribu kuleta sisi mkabila, huyu daktari
William Ruto anajua hiyo kadi vizuri. So mkicheza kadi mbaya ya ukabila, mtaregret kwa William Ruto. It is very dangerous. Ruto, ukicheza ukabila, we know him. Kama wewe ni loyal, anaenda na wewe loyal. Kama wewe ni mtifu, anaenda mtifu. Kama wewe ni mtakatifu, the same. Lakini kama wewe ni jangili, hivyo anadili na wewe hivyo. So msikubali kuingizwa siasa ya ukabila. Ruto anajua hiyo kadi na hiyo sisi pia tunajua hiyo kadi. Tutaanza kuimba one time hiyo na two time yenu. Tupane kwa meza. Mtakuwa mnalia kwa kona. Seli jaja, koti pia jaja. Faini jaja. Na hospitali pia bado viziko. So mkiendelea vibaya ni one leg. One leg bado iko. So usisahau. Asante sana, Mungu abariki. Mchari bado iko.